إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة. أما بعد، أحبابي في الله، أولا أوصيكم مع وصية نفسي في اتقوا الله عز وجل، فإن التقوى هي سبب الفوز. Kipenzi Allah, baada ya kumshukuru Allah jalla waala na kutaka sala na salamu zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu rabbi wasalamu alayhi, mwanzo ya yote na wahusieni pasi na kusahau kuhusia nafsi yangu kwenye swala zima la kumcha Allahu jalla waala, sababu ya ucha Mungu ndio sababu ya kufaulu. Ahbabi fillah, vipenzi wa Allah, amma mawdhu'atuna al-yawm, amma mawdhu yetu hii leo, kichwa cha habari kinasema aksirul a'mali, zidisha matendo, as-salihati, yaliyo mema, fi akhir ash-shahr, katika mwisho wa huu mwezi, lianna fiha khairun kathiru, kwa sababu ndani yake kuna khairi nyingi. Aksirul a'mal as-salihati, zidisha kufanya matendo mema, fi akhir ash-shahr, katika mwisho wa mwezi, lianna fiha khairun kathiru, kwa sababu ndani yake kuna khairi nyingi. Ahbabi rasulillah, ahbabi fillah, vipenzi vya Allah, vipenzi wa mtume wa Allah. Ama vitu ambavyo tutakavyoviangalia katika maudhui hii, baadhi ya vitu ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam alivikokoteza zaidi kufanywa katika masiku 10 ya mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ahbabi rasulillah, jambo la kwanza, al-it'am was-sadaqa, ni kulisha na kutoa sadaka. Hii ni moja miongoni mwa mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijikita zaidi kuyafanya katika 10 la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ahbabi fillah, Allah anatuambia katika kitabu chake kitukufu kwa kutoa sifa za waja wema, aina yashrabu biha al-muqarrabun, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, ni chemchemu ambazo wanakunywa katika chemchemu hizo waja wa Allah, yufajjirunaha tafjira, wakizibubujisha hali ya kububujika. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wanatekeleza nadhiri walizoziweka na pia wanaogopa siku ambayo kutakuwa shari yake ni yenye kuenea. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, na vile vile wanalisha chakula maskini, mayatima pia na mateka. Innama nut'imukum liwajhi llah, wanasema hakika si vinginevyo sisi tunawalisha nyinyi kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah.
innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura, hatuhitaji kwenu nyinyi malipo yoyote wala shukrani. Ahbabi rasulillah, ahbabi fillah, Allah jalla waala anatuoneshea sifa za waja wema na wale ambao wanaojikita katika kutoa na katika kuwalisha wale ambao wanaohitajia, mayatima, maskini na mateka. Ahbabi rasulillah, anatuambia Ibn Abbas radiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sala na salamu zimfikie juu yake, ajwada an-nas bil khair, ni mtu ambaye anajitolea zaidi katika mambo ya kheri. Wa kana ajwad ma yakunu fi ramadhana, na alikuwa kipindi ambacho anakuwa ni mwenye kutoa zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hina yalqahu Jibril, ni pindi pale ambapo alipokutana na Jibril. Wa kana Jibril, na alikuwa Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana, anakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hababi fillah, al-it'am wa sadaqa, kutoa na kulisha na kuzidisha katika utoaji wa sadaka ni mambo ambayo yanapendeza zaidi, na mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakokoteza zaidi kutekelezwa katika kumi hili la mwisho tuliokuwa nalo. Qala sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sala na salamu zimfikie juu yake, man aftara swaima, yule atakayemfunguza mtu aliyefunga, yani atakayemfuturisha mtu aliyefunga, kana lahu mithlu ajrihi, anapata yeye mfano wa malipo ya yule mfungaji, min ghairi annahu la yanqusu min ajri as-sa'im shay'a, basi na kupungua katika malipo ya yule mtu aliyefunga kitu chochote. Babu rasulillah, mtume sallallahu alayhi wasallam anatuonyeshea juu ya umuhimu na faida zinazopatikana katika swala zima la kuwalisha watu, kutoa sadaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hususan hasa katika kumi hili la mwisho tulilokuwa nalo. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam zimfikie juu yake, yule mtu ambaye atakayemfungulisha mtu aliyefunga, atakayemfuturisha mtu aliyefunga, basi anapata malipo ya mfano wa yule mfungaji, basi na kupungua chochote katika malipo ya yule mfungaji. Hii ni jazaa au ni malipo ya yule ambaye atakayejikita katika swala zima la kulisha au akaamua kutoa sadaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ahbab rasulillah, ama jambo lingine, qira'atul Qur'an, kusoma Qur'an. Qala ta'ala, Allah anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mwezi Ramadhani ambao kumeteremshwa ndani yake Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan, ni mwongozo kwa watu, wa bayyinatin min al-huda, na vile na ni ubainifu kutokana na huo mwongozo, wal furqan, na upambanuzi. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, basi atakayeshuhudia miongoni mwenu mwezi huu basi na afunge. Shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, mahalu shahid, mwezi wa Ramadhani ambao kumeteremshwa ndani yake Qur'an. Ahbabi rasulillah, ahbabu fillah, haya inatuonyesha kwamba Qur'ani imeteremka katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hii ni sababu au kutokana na aya hii maswahaba walikuwa wanajikita sana katika kuisoma Qur'an, hususan hasa katika kumi la mwisho tulilokuwa nalo. Wakana nabii sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam zimfikie juu yake, yuksiru qira'at al-Qur'an fi ashr al-awakhir, anazidisha zaidi, anafanya zaidi, na vile vile anajipinda zaidi katika kusoma Qur'ani katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile vile Aisha radhiyallahu anha kanat taqra'u al-Qur'an fi awwal an-nahar fi shahr Ramadan, alikuwa yeye akisoma Qur'ani katika mwanzo wa mchana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hababu fillah, mpenzi wa Allah, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tuyazidishe zaidi katika kumi la mwisho ni qira'atul Qur'an. Ama katika waja wema, Sufyan ath-Thawri alikuwa anaacha mambo yake yote, kana yatruku jamia al-ibadat, alikuwa akiacha ibada zote, wa akbala ala qira'atil Qur'an, na anaelekea kusoma Qur'an.
Hii ni kutokana na wema waliotangulia walivyoichukulia hii aya, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Si hivyo tu, na kuona kwamba Qur'ani ni miongoni mwa matendo mema ambayo yanapendezwa zaidi kufanywa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ahbabu Rasulillah, akthiru al-a'mali as-salihati fi akhir ash-shahr lianna fiha khairun kathir. Zidisha matendo mema katika mwisho wa mwezi, kwa sababu ndani ya kumi hili la mwisho, ndani ya mwezi wa Ramadhani, kuna kheri nyingi. Ama miongoni mwa mambo ambayo inatakiwa tuyazidishe zaidi katika kumi la mwisho, salatul layl, ni swala za usiku. Amesimulia Aisha radhiyallahu anhuma qalat, amesema kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sala na salamu zimfikie juu yake, idha dakhala al-ashr, pindi inapoingia kumi la mwisho, shadda mi'zarahu, anakaza kibabu chake, anafunga vizuri shuka yake, wa ahya laylahu, na anakesha usiku wake, wa aikadha ahlahu, na vile vile anawaamsha watu wake kwa ajili ya kufanya ibada. Ahbabi Rasulillah, ahbabi fillah, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tuzidishe zaidi katika kumi hili la mwisho, salatul layl, kujipinda katika swala za usiku, kulingana na hadithi hiyo kwamba Aisha radhiallahu anhuma anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye ikifika kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi alikuwa anakaza kibwebwe, anapania kweli kweli, anafanya jitihada zote katika kufanya ibada za usiku, katika kuswali swala za usiku. Sio hivyo tu, pale alikuwa anauhisha usiku wake, ina maana kwamba alikuwa anakesha ndani ya usiku kwa ajili ya kufanya ibada. Vile vile wa aikadha ahlahu, na alikuwa akiamsha wake zake, alikuwa akiamsha watu wake kwa ajili ya kujipinda katika swala za usiku. Ahbabi Rasulillah, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa tujipinde nayo zaidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hususan hasa katika kumi la mwisho tulilokuwa nalo, ni kujikita katika masiku ambayo yaliyokadiriwa ndani yake kuna usiku wenye cheo, Lailatul Qadr, usiku wa makadirio, usiku wenye cheo. Katika swala hili, kwa maana katika masala ya Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, wanazuoni wametofautiana au kuna kauli tatu juu ya sababu ya kuita usiku huo ni Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Limadha sumiyat bidhalika ism, ipi sababu iliyofanya usiku huo uitwe kwa jina hilo? Ama kauli ya kwanza, kuna waliosema inna Allah ta'ala yaktubu fiha maqadir al-am, hakika ya Allah mtukufu sababu ya kuita au watu kuita usiku huo wenye cheo, na Allah yeye kuthibitisha kwamba usiku huo unaitwa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo. Wanazuoni wamesema miongoni mwa sababu, kwa sababu ya Allah jalla wala anaandika katika usiku huo makadirio ya mwaka mzima, wama yajri fihi, na yale ambayo yatakayopita ndani ya mwaka, min al-ahdath wal waqa'i, katika matukio tofauti tofauti yatakayotokea, hikmatan minhu subhana, hali ya kuwa ni hekima kwake yeye, utakasifu ni wake. Kwamba kuna waliosema miongoni mwa wanazuoni kwamba sababu ya kuitwa Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, kwa sababu ya Allah jalla wala anaandika makadirio ya mwaka mzima, ndio ukaitwa Lailatul Qadr, usiku wa makadirio, kwamba Allah anaandika makadirio ya mwaka mzima na yale ambayo yatakayotokea, yatakayopatikana katika matukio ndani ya mwaka huo. Hii ni hekima kutoka kwake Allah jalla wala. Kwila na vile vile kukasemwa kwamba wengine wakasema sababu ya kuita ni Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, innal murada bil qadr, hakika ya makusudio, hakika ya maana ya neno al-qadr, makadirio, asharfu, ni utukufu. Kuna waliosema hivyo, au makanatun adhima, au ni sehemu tukufu. Fasumiyat Lailatul Qadr bidhalika, na usiku huu ukaitwa Lailatul Qadr liannaha, kwa sababu ya usiku huo, dhatu makanatun adhima, una nafasi kubwa, wa manzilatun adhima, vile vile na ina nafasi kubwa mbele ya Allah jalla wala. Hii ni sababu ya kuitwa Lailatul Qadr. Kauli ya kwanza, wao walisema miongoni mwa wanazuoni kwa sababu ya kuitwa Lailatul Qadr kwa sababu ya Allah anaandika makadirio ya mwaka mzima ndani ya usiku huo. Wengine wakasema kwa sababu ya makusudio ya neno al-Qadr ni utukufu, kwa hiyo usiku huo ni usiku wenye nafasi kubwa na wenye utukufu mkubwa mbele ya Allah jalla wala. Ama wengine wakasema
sababu ya kuitwa Lailatul Qadr kwa jina hilo. Sumiyat Lailatul Qadr bidhalika, umeitwa usiku wenye cheo kwa jina hilo, yani Lailatul Qadr liajli alazim, kwa sababu ya malipo makubwa yanayopatikana ndani yake, alladhi yatahassalu alayhi almuslim, ambayo anayapata muislamu bisababu qiyam tilka lailati, kwa sababu ya kusimama na kufanya ibada katika usiku huo. Kwa hiyo maana hizi zote tatu ambazo walizosema wanazuoni zote zinashikamana katika namna aina moja au katika kauli moja ya kwamba ni usiku ambao wenye nafasi kubwa mbele ya Allah Jalla waala. Tukisema kwamba ni usiku ambao Allah anaandika makadirio ya mwaka mzima na vile atakayopita katika mwaka huo, hii inamaanisha ni usiku wenye nafasi kubwa mbele ya Allah. Na vile tutakaposema kwamba umeitwa kwa jina hilo kwa sababu ya usiku huo una malipo makubwa zaidi ya masiku mengine, hii tunarudi pale pale kwamba ni usiku ambao una malipo makubwa, una nafasi kubwa mbele ya Allah Jalla waala. Wala taala, Allah anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeteremsha Qur'an katika usiku wenye cheo. Lailatul qadr khairun min alf shahr, usiku wenye cheo au usiku wa makadirio ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, wanateremka malaika na Jibril katika usiku huo, biamri rabbihim min kulli amr. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, wanateremka malaika na ruhu kwa maana ya Jibril fiha, katika usiku huo kwa maamrisho ya Allah Jalla waala. Salamun hiya hatta matla alfajr, ni amani tupu katika usiku huo mpaka itakapochomoza alfajiri. Hii inaonyesha juu ya utukufu au nafasi kubwa iliyokuwa nayo siku hii ya Lailatul Qadr, ambayo upatikanaji wake ni katika masiku haya ya 10 la mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ataakum Ramadhan, imewajieni Ramadhani, shahru mubarak, ni mwezi uliobarikiwa, ni mwezi wenye baraka. Radallahu azza wa jalla, amefaradhisha Allah mwenye nguvu na utukufu, alaikum siyam, juu yenu siyamahu, funga ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Tufattahu fihi abwabul jannati, kunafunguliwa katika mwezi huo milango ya pepo. Watughallaqu fihi abwabul jahim, na inafungwa katika mwezi huo milango ya moto. Watughallu fihi mardatu shayatin, na vinazuiliwa katika mwezi huo vitimbi vya mashaitani. Lillahi fihi lailatun, katika mwezi huo Allah ana usiku mmoja, khairun, ni bora zaidi, min alf shahr, kuliko miezi 1000. Man hurima khaira, yule atakayeharamishiwa, atakayenyimwa heri za siku hiyo, heri za usiku huo, faqad hurima, hakika atakuwa ameharamishiwa na amezuiliwa na mambo makubwa zaidi. Ahbabi Rasulillah, ahbabu fillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam naye anatusisitizia kwa kutuoneshea umuhimu wa Lailatul Qadr kwa kusema kwamba umwajeni mwezi mtukufu, mwezi ambao Allah amefaradhisha ndani ya mwezi huo funga, kwamba mfunge ndani ya mwezi huo, yani funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndani yake kunafunguliwa milango ya pepo na inafungwa milango ya moto. Vitimbi vya mashaitani vinazuiliwa katika mwezi huo, na vile vile Allah ana usiku ndani ya mwezi huo. Usiku huo ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Mtu atakayenyimwa heri za usiku huo, atakayekosa heri za usiku huo, atakuwa amenyimwa heri ya mambo makubwa zaidi, atakuwa amekosa jambo kubwa zaidi katika maisha yake. Ahbabu Rasulillah, Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anatuambia man qama lailatul qadr, yule atakayesimama usiku wenye cheo, imana wa ihtisaba, hali ya kuamini na kutegemea malipo kwa Mola wake, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, usamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema Aisha radhiallahu zimfikie juu yake, linabii sallallahu alayhi wasallam, kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam zimfikie juu yake, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, raaita in wafaqtu lailatul qadr, je, unaonaje endapo mimi nitakapowafikiana na usiku wa Lailatul Qadr, na usiku wenye cheo, usiku wa makadirio, ma ad'u, kitu gani niombe, kitu gani niseme? Qala, Mtume akasema kumwambia Aisha radhiallahu anhuma, takulina, useme katika usiku huo, Allahumma, ewe Allah, innaka afuun, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe, tuhibbul afwa, unapenda msamaha, fa'fu anni, basi nisamehe mimi.
ahbabu fillah, ahbabu rasulillah, vipenzi wa Allah. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Bi Aisha radhiallahu anha juu yao, ili aisome endapo atakapokuwa katika masiku hayo ya kuisubiri Lailatul Qadr. Asemeje? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, wewe ni mwingi wa kusamehe, unapenda kusamehe, unapenda msamaha. Fa'fu anni, basi nisamehe mimi. Ahbabu fillah, kipenzi ya Allah. Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyaangalie zaidi katika siku hizi ambazo tulizokuwa nazo katika ushrul awakhir, 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama jambo lingine, al-i'tikafu, kujitenga kwa ajili ya kumwabudia Allah na kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ahbab fillah, mpenzi wa Allah, tunaangalia matendo ambayo tunahitajika tuyazidishe zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kichwa cha habari kinachosema akthirul a'mal as-salihati fi akhir shahr, zidisha matendo mema katika mwisho wa mwezi. Lianna fiha khairun kathir, kwa sababu ndani yake kuna heri nyingi. Tukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo alihamasisha zaidi kutekelezwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kulisha pamoja na kutoa sadaka. Jambo lingine kusoma Qur'ani, na pia jambo lingine ni kujipinda katika swala za usiku. Ama jambo lingine na ni sunnatul mansiya, sunna iliyosauliwa sana ni Lailatul Qadri, kufanya ibadati, kujipinda na ibada katika masiku haya ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, usiku wa makadirio, usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema utafuteni katika 10 la mwisho na pia katika masiku ya witri ndani ya mwezi huo au ndani ya masiku hayo 10 ya mwezi wa Ramadhani. Hababi fillah, ama jambo lingine na jambo la mwisho, al-i'tikafu, ni kujitenga kwa ajili ya Allah, kujitenga kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala. Maana ya i'tikafu, luzumul muslimi al-mumayyiz, ni kujitenga au kulazimiana muislamu mwenye akili timamu, mwenye upambanuzi, masjidan, katika msikiti, litaatillah, kwa ajili ya kumtii Allah azza wa jalla mwenye nguvu na utukufu. Al-i'tikafu, kujitenga kwa ajili ya Allah, maana yake ni kulazimiana muislamu mumayyiz, ambaye mwenye upambanuzi, mwenye uelewa, mwenye akili timamu, aliyefikia katika umri wa baligh, masjidan, akajitenga katika msikiti au katika sehemu maalum ya kufanyia ibada, litaatillah, kwa ajili ya kumtii Allah jalla wa ala. Na hii nayo ni katika sunnatul mansiya, sunna iliyosauliwa zaidi, sunna ya watu ambao sunna ambayo tumejitenga nayo zaidi, tumeiacha zaidi katika zama zetu tulizokuwa nazo. Hukumuhu, ama hukumu ya sunna hii, hukumu ya ibada hii al-i'tikafu wa sunnatu, hukumu yake ni sunna, wa qurbatu ila Allah ta'ala, na ni kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala. Qala ta'ala, Allah amesema kuonesha juu ya umuhimu na kutuhamasisha waja wake katika kuitumikia zaidi ibada hii. Anasema antahira baiti lit-taifina wal-aakifina war-ruk'i sujud, itwarisheni, safisheni nyumba yangu, lit-taifina, kwa ajili ya wale wanaoizunguka wanaenda kufanya ibada ya hija na umra, wal-aakifina, na wale wenye kukaa au kujitenga kwa ajili ya kumwabudia Mola wetu, waruk'i sujudi, na kwa ajili ya wale ambao wanarukuu na kusujudu, kwa maana kwamba kwa ajili ya wale ambao wanafanya ibada katika nyumba hiyo. Allah jalla wa ala anasema antahira baiti lit-taifina, isafisheni au waisafishe nyumba yangu kwa ajili ya watu wanyetufu, kwa ajili ya watu wanaenda kufanya ibada za hija na umra,
wal akifina, na watu wanaofanya itikafu, yani wanaojitenga kwa ajili ya Allah, warukai sujudi, na kwa ajili ya wenye kurukuu na kusujudu. Suratul Baqara aya 125. ya Allah anatuambia wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, wala msiwabashirie wala msichanganyike nao, na wala msiwafanyie masala ya jimai wake zenu, wa antum akifuna fil masajid, hali ya kuwa mko itikafu, mmejitenga fil masajid, katika misikiti. Hizi ni aya ambazo zinaonesha juu ya kuthibiti kwa ibada hii ya itikafu. Ama kutoka kwa Aisha radhiyallahu anhuma, kana an-nabii sallallahu alaihi wasallam, anasema Aisha, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake, yatakifu, akifanya ibada ya itikafu, akiwa anafanya ibada ya kujitenga na kujikurubisha kwa ajili ya Mola wake katika msikiti, fi ashrul awakhir min Ramadhana, katika 10 la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hatta tufia, mpaka alipokufa. Thumma itakafuna azwajuhu min ba'dihi, kisha wakafanya itikafu, wakakaa misikitini na kumwabudia Mola wao, kumuomba msamaha Mola wao, kujikurubisha kwa Mola wao, wake zake baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Bi Aisha anatusimulia radhi Allah zimfikie juu yake, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ibada hii ya itikafu, ambayo tumeiona kudhibiti kwake kwa kupitia aya 2 zilizotangulia, kwamba alikuwa anafanya ibada hii katika 10 la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka alipofikiwa na umauti. Lakini baada ya hapo wake zake wakaja kumwenzi, wakawa wanafanya jambo hilo kwamba ni ibadatan lillah, hali ya kumwabudia Allah jalla waala. Thumma atakafuna azwajuhu min ba'dihi, kisha wakakaa itikafu wake zake baada yake mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kufa kwake. Ahbabi fillah, wakati bidayatiha, wakati wa kuanza ibada hiyo, fihi kaulani, ndani ya jambo hilo kuna kauli mbili. Wakati gani inaanza ibada ya itikafu? Aimatul arba, ama aimatul arba, viongozi wanne wa elimu ya kisheria, ambao ni Imam Malik, Imam Shafi'i, vile Ahmad bin Hanbali, vile Ahmad bin Hanbali na Imam Malik, Imam Shafi'i, Ahmad bin Hanbali na Abu Hanifa. Ama maimamu wao wanne ambao ndio arba aima, viongozi wanne katika ibada, katika elimu ya kisheria, wao wamesema kwamba kuanza kwa ibada hii kabla inaanza munzul yaumil 20 kubaili ghurubi shamsi, inaanza tangia siku ya mwezi 20 karibia ya kuzama kwa jua. Kwa hiyo kabla ya kuzama kwa jua ibada hii inatakiwa ianze, kwamba mtu aliyeazimia kufanya ibada hii ya itikafu inatakiwa aingie katika eneo lake la kufanya ibada hiyo. Hao ni viongozi wanne katika masala ya kisheria wanatuambia hivyo, ambao ni Imam Shafi'i, Abu Hanifa, vile na Imam Malik, vile Ahmad bin Hanbali. Wao ndio walioshika kauli hii kwa kusema kwamba ibada hii inatakiwa ianze tangia pale tu kwa karibia kuzama kwa jua, katika usiku wa mwezi 20 au katika siku ya mwezi 20, kwa maana siku ambayo tuliyoipita, siku ya jana. Lakini wanazuoni wengine nao wakasema bali inaanza baada ya swala ya alfajiri, baada ya salati alfajiri, baada ya swala ya alfajiri, min yaumi 21, katika siku ya mwezi 21, kwamba ni leo siku ambayo tuliokuwa nayo. Qalat Aisha radhiyallahu anha, wao wametoa dalili kwa kupitia hadithi ya Aisha aliposema kana sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie juu yake, idha arada an ya'takifa, pindi alipotaka kufanya ibada ya itikafu, kujitenga kwa ajili ya Allah, kujikurubisha kwa Allah, salla al-fajr, alikuwa kwanza anaswali al-fajiri, thumma dakhala mu'takifahu, kisha anaingia katika sehemu yake alipotaka kufanya ibada ya itikafu. Ababu fillah, hizi ni kauli mbili zinazopatikana katika wakati gani ambao unaanza au inaanza ibada hii ya itikafu. Tumesema aimatul arba, viongozi wanne katika masala ya kisheria, katika elimu ya kifikihi, wao wamesema kwamba inaanza katika siku ya 20 karibia kuzama kwa jua. Ama miongoni mwa wanazuoni wao wakasema inaanza wakati wa alfajiri, au inaanza baada ya kuswali swala ya alfajiri katika mwezi 21 ndani ya 10 hili la mwisho.
wao wamechukulia udhibiti wa kauli ya Aisha radhiallahu anha aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya itikafu katika masajidi zake, lakini muda ambao alikuwa akifanya itikafu alikuwa na swala alfajiri kwanza. Baada ya hapo anaingia katika eneo lake la kufanyia hiyo itikafu la kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala. Kauli zote zinatumika na kauli zote zina nguvu. Ama kilichotakiwa mimi na wewe ni kuhamasika zaidi na kupambania zaidi katika ibada hii ya itikafu ambayo ni sunnatul mansiya, sunna iliyosauliwa zaidi, sunna iliyosaulika zaidi katika zama zetu zilizokuwa nazo. Habafillah, tunachokiangalia ni matendo mema ambayo yanatakiwa yaongezwe zaidi, tuyadhihirishe zaidi katika 10 la mwisho. Jambo la kwanza tuliloliangalia lilikuwa ni kulisha na kutoa sadaka, vile vile kusoma Qur'ani tuzidishe zaidi, na vile vile kuswali swala za usiku qiyamul layl, vile vile kujikita katika kutafuta usiku wenye cheo Lailatul Qadr, usiku ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tutafute katika masiku ya witri ndani ya 10 hili la mwisho, kwa maana siku ya 21, 23, 25, 27, 29. Ama vile vile miongoni mwa mambo ya kheri tunatakiwa tukupie nayo na tuuishe sunna hii al-i'tikafu, kujitenga kwa ajili ya Allah kulingana na umuhimu na kuthibiti kwa ibada hii kwa kupitia aya za Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.